Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Juni 25, alikuwa alivyodai kuwa yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yohana 14 mstari wa 12. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba uongozi wa Roho yako Mtakatifu, utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Matukio ya kusulubiwa, kufufuka na kupaa kwa Kristo yalikuwa ni uhalisia kwao. Waliona kuwa unabii ulikuwa umetimia. Walichunguza maandiko na kuyakubali mafundisho yake kwa imani na usadikisho ambao haukuwahi kuwepo kabla. Walijua kuwa mwalimu wa mbinguni alikuwa kama vile alivyosema. Kadiri walivyosimulia uzoefu wao na kuinua upendo wa Mungu, mioyo ya watu iliyeyuka na kutiishwa, na watu wengi wakamwamini Yesu. Ahadi ya Mwokozi kwa wanafunzi wake ni ahadi kwa kanisa lake. Hadi wakati wa mwisho, Mungu hakukusudia kwamba mpango wake wa ajabu wa kuwakomboa wanadamu uwe na mafanikio duni. Wote watakaoenda kufanya kazi bila kutumainia kile watakachokifanya wenyewe, bali kile ambacho Mungu atakifanya kwa ajili yao na kupitia kwao, kwa hakika watapata utimilizwaji kwa ahadi yake. Naam, na kubwa kuliko hizo watafanya, alitangaza, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bado wanafunzi walikuwa hawajaelewa nguvu na rasilimali za Mwokozi. Aliwaambia, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Yohana 16 mstari wa 24. Mwokozi alieleza kuwa siri ya kufaulu kwao itakuwa katika kuomba uwezo na neema kwa jina lake. Atakuwa pamoja na Baba kuwakilisha maombi yao. Maombi ya mtu mnyenyekevu, Kristo atayawakilisha mbele za Baba kama yake mwenyewe kwa niaba ya mwombaji. Kila ombi la dhati husikika mbinguni. Yawezekana lisielezwe kwa ufasaha, lakini kama ni kwa moyo wa dhati, litapanda mpaka mahali patakatifu Yesu anakohudumu, naye ataliwasilisha kwa Baba bila neno hata moja la kupotosha au la kusita, likiwa lenye harufu nzuri ya ukamilifu wake. Njia ya unyofu na uadilifu huwa ikosi kizuizi, lakini katika kila tatizo yatupasa tuone wito wa kuomba. Hakuna anayeishi aliye na nguvu ambayo hajaipokea kutoka kwa Mungu, na chanzo inakotokea nguvu hiyo kipo wazi kwa mwanadamu aliye mnyonge kabisa. Yesu alisema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno kwa jina langu, nitalifanya. Yohana 14 mstari wa 13 na wa 14. Pia utasoma The Desire of Ages, ukurasa wa 667. Mwokozi alikuwa na shauku kubwa ya kutaka wanafunzi wake waelewe kwa nini uungu wake uliungana na ubinadamu. Alikuja ulimwenguni kuonesha utukufu wa Mungu, ili mwanadamu aadilishwe kwa uwezo wake unaoadilisha. Mungu alidhihirika ndani yake ili kwamba na yeye apate kudhihirishwa ndani yao.
Yesu hakuonesha sifa zozote zile wala kutumia uwezo wowote ule ambao mtu hauwezi kuupata akiwa na imani kwa Yesu. Hali kamilifu ya ubinadamu wake ni hali ambayo kila mfuasi wake anaweza kuwa nayo iwapo atajitoa kwa Mungu kama yeye alivyojitoa. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya 2, ukurasa wa 278 na 279. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 25. Alikuwa alivyodai kuwa. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kutufundisha kukufahamu wewe Yesu zaidi katika maisha yetu. Tunajikabidhi kwako, tuongoze, tuhekimishe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.